Ni exclusive interview na Muamini kama vile ambavyo tunamfahamu kuna kwa tamthilia ya Kombolela, lakini kwa wakongwe wengi wanamfahamu kwa jina la Chanuo. Tunazungumza naye mawili matatu walau watujuze vile ambavyo tungetamani kuvijua. Chanuo, mambo? Poa, mambo. Uko poa? Niko safi. By the way, umependeza, lakini cha ajabu kwamba kila kukicha unazidi kubaki kwenye ubora ule ule. Kama unabaki kuwa msichana hivi. Nini siri ya mafanikio yako? Natunzwa. Nakunywa maji mengi. Nakula matunda sana, nafanya mazoezi. Sawa, ni usiku wa kumbukizi siku ya kuzaliwa kwa Tukae. Familia nzima Kombolela mpo hapa. Natamani nisikie kutoka kwako. Hii tafsiri yake nini hasa? Wote mmekuja au asilimia kubwa wote mmekuja? Hii ni kubwa sana kwetu kwa sababu timu Kombolela hatujawahi kumwacha mtu. Tulivyoambiwa safiri na Tukae, tulisafiri naye. Tumetoka mbali sana. Huko ni mbali sana. Lakini tumekuja kwa sababu yake. Hii inaonyesha Kombolela tuna upendo mkubwa sana. Mpaka tumekuja kumsupport yeye huko alipoamua yeye kufanya usiku wa sherehe yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo tunasupportiana kwa kila hali. Wasiopajua huku ni wapi? Hebu tuambie. Wajui. Huku ni mbali. Ndio maana tulivyoshuka kwenye magari ya ofisini. Tukasema kweli tunasafiri na Tukae. Nimeona mtandaoni unatamba sana. Mashuti clip unasema, hii simu mpya hii. Tunasema gani sasa hivi? Tuatishe kidogo. Natumia iPhone 17. 17. Yeah. Simu ambayo watu wengine wanatoa moyo. Kameramani hajaiona vizuri. Simu ambayo kuna baadhi wanatoa figo. Yeah, watu wanatoa figo, watu wanatoa vitu vibaya. Usiongele figo ni rahisi. Kuna watu wanatoa vitu vingi sana kwa sababu ya simu. Lakini namshukuru Mungu. Mimi nimeinunua kwa nafasi yangu na sijakopa. Sio ya mkopo hii. Umeelewa? Na haitoki Dubai wala haitoki Tanzania. Ila nimeweza. Kwa maana kama ni jasho lako. Yeah. Kweli? Sasa nane. Mimi napambana baby, mimi na watoto wadogo. Mimi natakiwa nipeleke shule watoto. Na nimenunua simu. Nimejipongeza mwenyewe sikukuu zinazokuja mwezi wa 12. Sio rahisi kwangu. Nipitia mambo mengi ambayo alinifanya nikate tamaa. Ila Mungu akaniambia usikate tamaa, kuna vitu vizuri mbele. Kwa kitu cha kwanza ninachojivunia, ukinunua hii simu baby unategemea nini? Naweza nikamaliza nyumba labda. Nikachukua gari ambayo ni ya ndoto zangu. Kwa Mungu alichoni bless, namshukuru sana. Sana inalipa kiasi hiko mpaka na wewe unamiliki iPhone 17. Kwani iPhone 17 ni nini? Namiliki ndio hii hapa. Na sio ya mkopo. By the way, ni siku mbili zimepita tangu zifanyike tuzo za Zikomo, na moja kati ya watu ambao wamechukua tuzo ni mdogo wako Violet. Amechukua tuzo ya Zikomo Upcoming Actress 2025. Natamani nisikie kutoka kwako, faraja yako ni nini kuona moja kati ya wasichana ambao wanafanya vizuri kwa kweli amechukua tuzo hii? Anastahili. Violet? Na nampenda sana na anajua. Kwa siku aliochukua tunzo nilichat naye ule usiku. Una rafiki naye? Ni mdogo wangu. Kwa nilimwambia hongera sana, umeweza. Yaani kwa kipaji anachoonesha anaweza. Siku moja nilipata bahati ya kuzungumza na producer wake Baba Asma. Amesema kwa kiwanda cha hawa tamthilia za YouTube hakuna mwanamke ambaye anamfikia Violet. Hii wewe unaionaje? Ni kweli ama kuna kaupendeleo fulani hivi Violet amepata kwenye ile tuzo? Hakuna upendeleo. Anacheza kwa viwango vyake. Anafanya kazi kwa viwango vyake. Anaweza. Na namsifia kila siku. Kwa nini tumoni huku kwenu huku kwenye ushindani? Kila kitu kina wakati wake. Ukifika wakati wake sahihi atakuja huko. Ila kwa alipofikia ni mkubwa sana na Mungu aendelee kumbariki. Lakini unamwona anavaa viatu vya huku vitamtosha kweli, ataweza kuperform vizuri akija huku? Apambane kwa sababu huku ni pakubwa sana. Apambane sana. Mambo ni makubwa. Kashachukua msanii bora chipkize, kwa atakuwa achukue msanii bora wa kike Tanzania. Kwa safari bado ni ndefu na namshauri asikate tamaa. Amadi Kikala, mpenzi wako, si niseme nani yako, Last Born Mzee Kikala naye amechukua Best African Actor 2025.
anastahili ama kuna kaupendeleo fulani? Anastahili. Kila mtu na wakati wake, lakini ni bora sana. Na alivyochukua nimemwombea sana Mungu. Na anajua kwamba nimefurahi sana yeye kuchukua hiyo tunzo. Kila aliyechukua tunzo nampenda sana. Na najua amefanya kwa viwango mpaka kafika hapo. Kwa wote ni wanangu sana, naombea sana Mungu. Kila alichukua tuzo ni bora. Umesema hivyo umenikumbusha kuna msanii mmoja anaitwa Chioma. Mmoja kati ya wasanii ambao wanapatikana kuna tamthilia ya Noma na yeye amechukua actor kwa maana ni best ni Southern kitu kama hiko. Nitamani nisikie kutoka kwako. Sanaa ya Chioma wewe binafsi unaionaje? Maana kuna siku nilishawahi kumlinganisha kumwambia kwanza niambie sanaa ya Chioma unaionaje hasa? Alafu nikwambie nini kinafuata. Kila mtu ana sanaa yake. Ila anapambana kwa uwezo wake. Na ni mkubwa sana. Unaelewa mtu anapofanya kitu kizuri lazima umsifie. Kwa anacheza kwa viwango vyake, ni mzuri sana na anacheza vizuri sana. Mimi ni shabiki yake namba 1. Unaelewa? Chioma. Na naangalia vitu vingi sana kutoka kwake. Unajua ukiwa msanii unaangalia huyu ananizidi wapi? Kwa mimi namwangalia sana ananizidi wapi. Na nishakutana naye nikamwambia unafanya vizuri sana. Kuna uzinduzi wa Noma nafikiri. Nilimwambia unafanya vizuri sana, Mungu akutangulie sana. Unaelewa? Kwa kila kitu ni wakati ukifika hakuna mtu kupangua. Kwa ni msanii mzuri kwa upande wangu. Mimi naangalia Noma, mimi nacheza Kombolela. Noma unatazama? Kwa nini sitazame? Tamthilia zote zinazoruka Azam mimi naangalia. Kwa unajua msanii mzuri, msanii huyu anaharibu najua. Ila Chioma yuko. Mimi binafsi nilimuuliza Chioma kwamba nilishakunaga comment moja sehemu namlinganisha Chioma na Chanuo. Mara baada ya kusema kwamba kwa kizazi chake hakuna kumzidi yeye, mimi nikamuuliza, kuna mtu anakulinganisha wewe na Chanuo, teki yako ni ipi? Kweli una kiwango kumzidi Chanuo? Akasema mimi the best. Hii natamani nayo nisio kutoka kwako. Kuna Chanuo, kuna Chioma. Unaenda na nani? Chanuo. Mimi ni bora sana. Unaelewa? Na namshukuru sana Abduli kuniweka kwenye nafasi ile. Kwa sababu imenitambulisha na watu wengi sana. Pili, sifananishwi na mtu yoyote. Unanielewa? Mimi nacheza kwa uwezo wangu afu umenijini sana. Unanisikia? Sema mtu anapopewa nafasi akifanyia vizuri, hauna budi kumwambia hongera sana kwa kitu unachokifanya. Unanielewa? Kwa hiyo alipewa nafasi na akaivaa nafasi yake. Kwa kivyovyote atakuwa bora. Unaelewa? Kwa hiyo mimi sijapata ile chance ya kucheza kama Chioma. Unaelewa? Na ningecheza kama Chioma, mimi ni Mswahili bro. Ningeperform zaidi ya Chioma. Ungepata nafasi ile ya Chioma? Ningeicheza. Ile kwa Kizungu, hamna Uswahili mole. Yaani ule ni wamepewa Uswahili lakini hawawezi kuvaa. Umeelewa? Lakini ningepewa mimi ambaye ni Mswahili. Wewe ile Noma ingekaa chini. Unasikia? Kwa kila mtu ana kitu chake. Umeelewa? Na producer alioandaa na watu wake. Umeelewa? Namshukuru sana bosi wangu. Kanika kuna Uswahili na nimeutendea haki sana Uswahili wangu. Lakini ningekuwa mimi pale kwenye ile Noma, ingekuwa Noma kweli wewe. Kuna time ukimtazama Chioma vile ambavyo ana act kwenye Noma unaona kama haliti Uswahili hivi. Naona kaandikiwa Uswahili lakini hapiti kuna ule Uswahili ambao unatakiwa. Kuna Uswahili baby. Yaani ukipita mtu ajue huyu kweli Mswahili. Alafu mimi nimekulia Buza. Mimi kipaji changu chote kimeibukia Buza. Unaelewa? Kwa nilikuwa nafanya mazoezi kwenye vikundi lakini nacheza kama Mswahili. Kwa pale natakiwa weke watu wa Swahili. So watu wanaocheza uzungu. Umeelewa bebe? Kwa hiyo mimi ndio ningekuwa Chioma. Amefanya vizuri sana kwa nafasi yake. Kafanya vizuri sana mno. Lakini tungewekwa Wakulungwa wale watu wa Uswahilini wewe. Noma ingekamata hivi, yani ingekuwa inapana ndege wewe baby. Speaking about Noma. Kuna baadhi ya comment inasema Noma kama wamechukua maudhui kutoka kwenye Kombolela. Hii wewe unaizungumziaje? Hiyo anaweza kuizungumzia sana boss kwa sababu yeye ndio mwandaji wa Kombolela. Sisi Kombolela tumecheza Uswahili wa chini. Umeelewa? Lakini watu wanaburudika. Yaani tukiwekwa unaona hivyo leo. Umeniona? Tofauti na alivyo kwenye Kombolela. Umeelewa? Lakini bosi wetu alisema mavazi mtavaa haya. Mnatakiwa mchezo Uswahili huu. Umeelewa? Tunampenda kwa sababu anavyotutengeneza ndio tunakuwa. Anajua kutafuta wasanii ambao wanaendana na vitu anavyovitaka. Umeelewa? Kwa ukitaka kuchezesha wasanii
kwenye kazi yako unataka iwe ya Uswahilini, ukataka kuipita Kombolela, baby Kombolela ina Waswahili. Ina Waswahili ambao ukisema unacheza unawaua wote. Umeelewa? Kombolela number 1. Siongee kwa ushabiki. Wewe ni shahidi. Set. Tunapambanishwa sana na watu wengi sana. Ila si namba 1. Na kuapia kwa Mungu, dini yangu Islam. Si Uswahili tunaujua, tunautendea haki, na sio kwamba sisi tuko kwenye Uswahili kwamba sisi ni Waswahili. Ni vipaji vyetu. Yaani ukiingizwa pale Chanuo, unatakiwa ucheze, unamchukua basi, unacheza. Chanuo unatakiwa ucheze, wewe ni mchawi, unabutua. Umeelewa? Na msanii ni kubadilika. Kwa Abdul, hakuna producer yoyote Tanzania aloibua Uswahili na wasanii wake wakawa Waswahili mpaka tunaonekana Waswahili. Tukasema mtu asema yule ni Mswahili kweli. Kombolela bwana wewe. Utamwambia nini Abdul wewe usanga wewe? Yule ni the best. Yeah. Kukosa tuzo ya Zikomo Best TV Series kama wasanii wa Kombolela, mweze kuhisi labda inawashusha fulani hivi speed ya kupambana zaidi? No. Mimi naamini wakati wa Mungu ni sahihi sana. Umeelewa? Na ndio maana mwanzo nilikwambia ikitokea tukipata nafasi ya wasanii bora wa Uswahili, wewe si tunachukua bwana wewe. Sisi tunataka hizo mambo zao. Tukitaka wewe tunachukua wewe. Sisi tuingie timu Kombolela pale na Uswahili wetu wewe. Hebu nenda TikTok, nenda Instagram. Ndio. Noma ina Uswahili. Ila kawaambia Uswahili unatoka wapi? Hadi mashabiki wanatoka Kombolela bwana wewe. Na sisi wote wa Kombolela hamna mwenye Uswahili. Ni sanaa. Yes, ni sanaa. Yaani kila utakaye kutana naye ni mzungu sana. Mzungu wa roho kila kitu. Lakini tukishaambiwa sasa mpo set, badilika Chanuo, tunabadilika. Unavaa vazi, utu, kila kitu wa Kiswahili, na anatupeleka Uswahilini mpaka sisi tukifika Uswahilini tunakula vile visambusa ili uendane na character unaoipewa. Kwa tunakula visambusa, vimguu vile vya kuku vile tunakula ili tuende sawa na bosi wetu. Kwa kuna Uswahili watu wache kidogo. Tuzo zetu zinakuja na hatugombani na watoto wadogo. Kuna mtu tuzo zetu zinakuja na hatugombani na watoto wadogo ambao kuna Uswahili ndio wamekuja juzi. Sisi tupo juu bwana wewe. Kuna Uswahili tunautumia bwana. Kuna mtu anajaribu kumlinganisha Hamadi Kikala na Habibu Saif ama Saidi kwenye tamthilia ya Kombolela. Mizani yao kiitazama vile ambavyo wanaakti kwenye tamthilia zao mbili hizi, unahisi ni wanafaa kuwekwa sehemu moja? Kila mtu anacheza karakta yake. Umeelewa? Yule kawekwa anacheza anavyojua na huyu anawekwa anacheza anavyojua. Mimi ukiniambia sichagui kwa sababu niko Kombolela, ila kwangu mimi Hamadi ndio bora. Sisemi kwa sababu niko naye timu moja. Mimi nilikuja comment siku kwenye page yako nikakwambia Nawanda ni bora sana. Ni jini. Unanielewa? Kwa mimi sina ubinafsi. Ila kwenye Kombolela simfananishe Hamadi na vitu vingine. Hamadi anacheza wewe bwana. Kila mtu anacheza kwa nafasi yake aliyowekwa. Yeah. Kama ungegewa wewe nafasi sasa, mchukue mtu mmoja kwenye noma mlete huko, ungemchukua yupi? Ningemchukua Chioma ili nishindane naye. Nimuoneshe Uswahili upoje. Yeah, kwa sababu yeye kacheza anaupatia ila anaucheza kizungu. Kwa hiyo nitamani aje Kombolela ili nimuoneshe ule Uswahili wa kwenye noma. Unatakiwa ucheze hivi. Sio kama sisi ni Waswahili. No, sisi ni wasanii ambao tutakiwa tuvae ile vazi unalovishwa. Ukivishwa wewe ni malaya, vaa umalaya. Ukivishwa wewe ni Mswahili, vaa Uswahili. Kwa hiyo nitamani aje huku ili tuoneshane upande wa pili. Tuoneshane mwenye tuzo yake ni nani. Mimi naomba nikuache ukaenjoy wala uzungumza na mashabiki zako. Asante sana. Nawapenda sana. Na kuna ushindanishwi. Mimi napenda sana wanishindanishe na watu. Kwa sababu najifunza vitu vingi sana kutoka kwa wasanii wenzangu. Ya siumii, si tetereki. Yaani hata nikiona mtu nimelinganishwa naye hapa kanizidi comment. Sio vitu vyangu, naona anastahili au hastahili, lakini kwa wakati wake inabidi. Sasa hivi mitandao iko juu sana. Kwa hiyo mtandao unapomuona mtu uache umuone. Ila kwa wakongwe tunasema hewala. Ipo siku yangu. Shukrani sana. Thank you.